Ukiona umeomba na hujapata matokeo, inamaanisha haujafika kwenye kiwango cha kusababisha hayo matokeo au hilo jambo unalotaka litokee. Mungu yupo kwenye biashara ya kujibu maombi. Kwa hiyo usianze kulalamika, Mungu anijibu, mimi naacha kuomba. Ongeza energy. Sikia nikwambie, roho yako ni kama battery. Inabidi uichaji. Ngoja nikupe mfano. Kama simu, hiyo simu yako unaitumia. Ikiwa na kiwango kidogo cha chaji, kuna vitu hutaweza kufanya. Ikiwa na 10%, huwezi kuanza kudownload movie. Ikiwa na 30%, kuna vitu hauwezi kufanya. Kwanza itakuwa slow, itastuck, na pia itafanyaje? Itazima. Ndivyo ilivyo kwenye roho zetu. Mungu anataka kukujibu, lakini ongeza, jichaji zaidi. Jichaji ufike kwenye hiyo level ya Mungu kukujibu. Sasa kwenye video hii ninaenda kukufundisha jinsi ya kuchaji roho yako ili unavyoomba upate matokeo. Na sio hivyo tu, kama unatamani kunena kwa lugha, kwenye video hii utapokea ubatizo wa Roho Mtakatifu na utaweza kunena kwa lugha. Kunena kwa lugha ni kwa ajili ya kila mtu. Ngoja nikusomee Warumi 8:11. Lakini ikiwa roho yake yeye aliyemfufua Yesu katika wafu anakaa ndani yenu, yetu sote, yeye aliyemfufua Kristo Yesu ataiuisha na miili yenu iliyo katika hali ya kufa kwa roho yake anayekaa ndani yenu. Kunena kwa lugha ni kwa kila mtu. Sasa wapo ambao wamewahi kunena kwa lugha wakaacha, wapo ambao wanatamani lakini hawaelewi. Kwa sababu nimewahi kuulizwa, Vanessa, kwani kunena kwa lugha ni kwa watu specific? Kunena kwa lugha ni kwa kila mtu, sio kwa ajili ya kabila fulani. Kwa baki na mimi mpaka mwisho wa hii video, utapata. Kama kweli unatamani, utaipata kwenye hii video. Tuanze. Nimekwambia kwenye video hii nakufundisha jinsi ya kuchaji roho yako. Nataka tuanze kusoma Waefeso 3:20 ili tuelewane. Kwa nini Vanessa unaniambia kwamba inabidi nichaji roho yangu na Mungu anajibu? Mungu si ni Mungu? Yesu alikwisha kufa msalabani, kwa nini nahitaji kufanya vitu hivi vyote? Silishaisha pale msalabani. Yesu nikiomba inabidi anipe. Waefeso 3:20 kuna jibu lako. Basi atukuzwe yeye awezee kufanya mambo ya ajabu kuliko yote tuyaombayo au tunayoyawaza. Tunaupenda sana huo mstari. Mungu atanipa kadri ninavyowaza. Unaupenda huo mstari. Kwa kadri ya nguvu itendayo kazi ndani yenu. Mstari huo inasema kwa kadri ya nguvu itendayo kazi ndani yenu. Neno kadri maana yake ni kulingana na, kwa kiwango cha, kwa uwezo wa. Sasa hiyo nguvu ni Roho Mtakatifu ambaye unavookoka tayari umempokea. Ukishaokoka Roho Mtakatifu anakaa ndani yako, lakini kadri ya ulivyomruhusu kukaa ndani yako na kukujaza ndani yako, kwa kadri ya hiyo nguvu ndio Mungu anaweza kufanya hayo mambo makubwa na ya ajabu. Nguvu ya Mungu, mfano, nguvu ya Mungu ni kama chumba. Kwa hiyo nguvu ya Mungu ni chumba, lakini wewe unaenda na kikombe, unataka kuchota nguvu za Mungu na kikombe. Unaomba kidogo, unasali kidogo, unafunga kidogo, haupati matokeo, unalalamika. Nguvu ulionayo ni ndogo. Ndio maana nikakwambia mwanzoni kwamba ongeza energy. Ongeza nguvu, chaji hiyo roho yako. Unachokifanya wewe, una mafuta ya kuwasha pikipiki alafu unataka Mungu akusukumie trekta. Uongo. Huo ni uongo. Haiwezekani. Kwa nini nakwambia inabidi uchaji? Inabidi ujae, roho yako inabidi ijae. Ndio hayo mambo makubwa na ya ajabu yasiyofikirika utaanza kuyaona. Ngoja kwanza nikupe ushuhuda binafsi. Leo nilikuwa na session ndefu ya kuchaji. Kwa hiyo nimeamka saa 3, nimeomba zaidi ya masaa 3. Nilikuwa tunachaji. Roho Mtakatifu anavyoniongoza kuomba ndio ninavyoomba. Kuna jambo nilikuwa nalihitaji kwa Mungu. Sikuliombea sana. Mimi tu nilikuwa na chaji. Wiki iliyopita nilikuwa na tafuta dawa fulani za kupungua. Mungu nimenenepa, kwa dawa nilikuwa nazitumia zilinisaidia sana kupungua. Like, ona hiki kitambi naenda wapi huko? Nimeongezeka na hizi dawa nazipataje? Nikaanza kutumia akili yangu, nikamuuliza huyu, umeziona? Kila nilomuuliza akaniambia tumetafuta tumezikosa.
Leo wakati na chaji, nimeomba baada ya kuomba nikawa tumesimama kwenye kioo, nikamwambia Mungu, nataka kupungua, ili tumbo tunaenda wapi? Akaniambia ukitoka nje ukishuka tu pale chini, nenda kuna duka napendaga sana kununua, wanauza vitu vya asili. Nenda kwenye duka kamuulize kama anazo nenda kwa. Okay. Just like that, nikashuka nikaenda, nilivyofika nikamwonyesha picha. Mungu akaniambia muonyeshe picha ya hizo dawa unazozitaka. Nikamwonyesha picha. Akaniambia hizi hapa. Hilo ni duka ninaloenda kila siku Vanessa Freddy, mimi kila siku naenda, lakini sijawahi kuziona na nimekuwa ninazitafuta hizi supplements kwa mwaka mzima. Can you imagine? Na sijaziombea. Nilikuwa nafanyaga biashara ya kuuza dawa za kupungua, hizi hapa zilinipunguza, zinasaidia. Kwanza nitangaza biashara yangu hapa. Ninavyokuambia Mungu amenipa leo, nimeanza kunywa leo kimoja. Sikwenda mbele za Mungu kuomba Mungu kwa biashara yangu. Nilikuwa na maombi mengine, lakini kwa sababu nilikuwa na charge, hata sehemu ambazo zilikuwa zinagiza zikapokea mwanga. Kama unatamani kupungua, hii itakupunguza kwa mwezi kilo 6 mpaka 8. Kama uko interested utacomment na kupungua, alafu video ijayo nitakuja na taarifa zaidi. So you see, nilikuwa siombei biashara, nilikuwa sina mpango kurudi kwenye hii biashara. Nilishasahau, nilishakatia tamaa kwa sababu nilitafuta sana. Lakini kwa sababu nilikuwa na charge, kwa sababu nilikuwa na generate energy kwenye ulimwengu wa roho, sehemu zilizokufa zimepokea mwanga. Sehemu zilizokufa zimeamka tena. Sasa okay, Vanessa unaongea sana. Na charge vipi ya kwangu? Efeso 5:18 nasema, tena msilewe na mvinyo ambamo mna ufisadi, bali mjazwe roho. Ulichokuwa unakosea wewe au wengi ambacho tulikuwa tukijui, tunaenda mbele za Mungu sana prayer point. Sio kama Mungu hataki kukujibu. God is in the business of answering prayers. Yuko tayari kukujibu leo, kesho. Yuko tayari kukujibu. Wewe huna uwezo. Uwezo utendao kazi ndani yako. Umempa Roho Mtakatifu nafasi ndogo aingie ndani yako. Sasa anaingiaje zaidi? Kwa namna mbili za kuchaji roho yako. Ya kwanza, mstari 19, mkisemezana kwa zaburi na tenzi na nyimbo za rohoni, huku mkiimba na kumshangilia Bwana moyoni mwenu. Unaweza ukaamka ukaona kuna nyimbo fulani vya kusifu iko moyoni mwako, unajisikia tu kuimba. Imba. Au kuwa na ratiba ya kusifu, ya kushukuru, ya kuabudu tu. Hivyo ndio unavyochaji. Namna nyingine ya kuchaji roho yako, Yuda 1:20, bali ninyi wapenzi, mkijijenga juu ya imani yenu iliyo takatifu sana, kuomba katika Roho Mtakatifu, kunena kwa lugha, speaking in tongues. Mbona mwanzoni nikakwambiaje kwamba kama unatamani kunena kwa lugha, video hii ni ya kwako. Kwa sababu unakuna kwa ni kwa kila mtu. Kunena kwa lugha ni kunena kwa lugha, ni kunena kwa lugha ya Roho Mtakatifu. Ni lugha ya Roho Mtakatifu. Kuna lugha ya roho, kuna lugha za malaika, lakini kila mtu anahitaji, kwa sababu hivyo ndivyo unavyochaji, unavonena kwa lugha. Kunena kwa lugha hautumii akili yako, inakuja Roho Mtakatifu anavokaa juu yako. Kwa sababu nimewahi kuuliza, sasa kunena kwa lugha kwani ni nini? Na mimi natunga hayo maneno. Ni Roho Mtakatifu anavonena, na kunena kwake ndivyo anavoomba. Kwa sababu kuna vitu wewe hujui jinsi ya kuomba. Biblia inatuambia sisi hatujui jinsi ya kuomba. Ni Roho Mtakatifu ndo anavoomba ndani yetu. Kwa unahitaji kumruhusu yeye aombe ndani yako, umpe nafasi. Nimekwambia leo nilikuwa na session ya kuchaji. Nimechaji kama masaa 3 au zaidi. Nenda kwenye session ndefu za kunena kwa lugha. Usiende na prayer point. Amka zako usiku, anza tu ratata sakaratalishota ravatu sarabalitiata. Nena. Wewe nena. Hivyo ndivyo unavochaji. Kwa unavogenerate hiyo energy, Mungu anaanza kujibu kimoja. Kafufua biashara yangu leo. Nakwambia leo, huu ni ushuhuda wa leo. Kitu ambacho nilikuwa na mwaka, leo kanijibu. Kwa sio kama Mungu hataki kujibu. Kwenye okay. Kama mimi
Vanessa, kwenye hilo eneo lako la biashara kuna mwanga kiasi gani? Kuna energy kiasi gani? Kwa sababu sisi ni nyumba, sisi ni hekalu, na nyumba inakuwa na vyumba tofauti. Unavoenda sana jikoni, jikoni sehemu tunaenda sana, lakini kuna store sio sehemu tunaenda sana. Kwa unakuta jambo unalolitaka ni store yako, sehemu hauingii sana, kuna giza, peleka mwanga hapo. Nena kwa lugha, mwanga utaenda, mwanga utasambaa tu. Kunena kwa lugha ni kwa kila mtu. Ulichokuwa unakisubiri ndio hiki hapa. Nimekuahidi tunaenda kwa lugha leo, utapokea ubatizo wa Roho Mtakatifu, tunaenda kuomba hapa sasa hivi. Nataka ufuatishe maneno haya. Roho Mtakatifu, kabla tujaomba kuna kitu nimesahau? Hapana, sijasahau. Asante Roho Mtakatifu. Sema, Baba wa mbinguni, kwa jina la Yesu Kristo, naomba unijaze Roho Mtakatifu. Nitoe kila kitu kisicho chako ndani yangu na nijaze nguvu yako. Nakubali kipawa cha Roho Mtakatifu na kunena kwa lugha kwa imani. Nijaze sasa kwa utukufu wako. Amina. Sasa umeshamruhusu, tunachoenda kukifanya mimi na wewe tutaenda kwa lugha pamoja. Na kwa kunisikia mimi ninavyonena kwa lugha, roho yako itaamka. Roho yako itaamka. Nataka uanze kusema asante Yesu haraka haraka. Sema asante Yesu, asante Yesu, asante Yesu, asante Yesu, asante Yesu, asante Yesu. Na Roho Mtakatifu atakupokea. Okay? Twende. Asante Yesu, asante Yesu, asante Yesu, asante Yesu, asante Yesu, asante Yesu. Faster, faster. Asante Yesu, asante Yesu, asante Yesu, asante Yesu. Rateteto sataravalito saravaliko shatarafalisho kabaria. Ratete seteto sapari kuli karavati pa. Ratata sekevaliko sharabaliko zatataria. Usiache. Ratatata ravalo shapari kazatatata. Ukisikia ulimi unaanza kuwa mzito, unaanza muachie, usijizuie. Ratate saravalo kavarita seradaya. Rate sakivota saravaliko sharavalataya. Rate serederisu karavalika vitaya. Rate serederisu kovata rapalika yata. Rakavato tasikaratata. Roho Mtakatifu, kaa kwenye ndimi za watoto wako. Kaa kwenye ndimi za watoto wako. Kaa kwenye ndimi za kila mtu mwenye kiu ya kunena kwa lugha. Kila mtu mwenye kiu ya kukupokea. Kaa kwenye ndimi zao. Kaa kwenye ndimi zao. Kaa kwenye ndimi zao muda huu katika jina la Yesu. Ravato savalika valapo satalika fashaliaka. Vate seravo tavalika rata seredosia. Radadado kabalika yata seravatiko. Ravalika sharavalia. Zato savata. Ratetesi kavala posha. Razeketa saradadadoli karapapa. Rakeza kitata yakarakededusi karadadada. Rakita ziketa. Ukianza kusikia mwili unasisimka kwenye Roho Mtakatifu, muachie, surrender. Sema Roho Mtakatifu na surrender. Sema Roho Mtakatifu na surrender. Afu endelea kusema asante Yesu haraka 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 haraka. Rava ukavaripo saravalika yata. Rasekesha tafiko sapalika rabaladosi kavalatia. Varapo savaki kavaladosi varepo. Asante Roho Mtakatifu kwa ajili ya video hii. Asante Roho Mtakatifu kwa kila mtu ambaye yuko mahali hapa mwenye kiu ya kukupokea. Asante kwa kila mtu mwenye kiu ya kukupokea. Ingia ndani yao. Wape kunena kwa lugha mpya. Hata yule ambaye alikuwa amewahi kunena kwa lugha lakini ameacha kwa sababu alikuwa hajui au haelewi. Roho Mtakatifu, kaa kwenye ndimi zao. Amen. Kwa sababu video inaweza kuwa fupi, utaendelea na Roho Mtakatifu endelea tuseme asante haraka haraka na Roho Mtakatifu atakaa ndani yako. Video ijayo naenda kukufundisha jinsi ya kuomba maombi ya kupata matokeo kwa kutumia kunena kwako kwa lugha. Tunaenda kujifunza jinsi ya kuomba maombi yenye matokeo. Hapa tumechaji. Sasa ukishachaji, okay, nimeshachaji na hicho ninachokitaka. Natumiaje hizi ndimi nilizozipokea kuleta hilo jambo kwenye matokeo. Video ijayo, stay tuned. Usisahau kusubscribe wewe
kulike na kushare.